Picha za mwisho zinazodaiwa kwamba huenda kwa kile alichokiamua mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni mwenyekiti Tundu Antipas Mughwa Lissu baada ya kuweza kutoa taarifa na kuweka mawasiliano baina ya yeye pamoja na wakili wake Kibatala, wakili msomi, baada ya kuweza kutoa taarifa na ikiwa ni siku muhimu ya kuweza kusikiliza kesi, lakini mazungumzo na kile alichoweza kukizungumza wakili Kibatala na kwa jinsi tulivyoweza kunukuni kwamba tayari ni siku inakadiriwa kwa Tundu Lissu kuweza kufanya maamuzi ya kususa kula na kutaka haki yake iweze kutendeka, kwamba yuko tayari liwalo na liwe, kama ni kufa, kama afya yake kudhoofika, basi yuko tayari. Na ndio maana wanakwambia picha hizi huenda zikawa ni za mwisho, na huenda katika hizi momenti ama moja ya mbilinge na harakati za kupambania haki kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kama ndo hivyo atakavyoweza kuamua na kutaka kususa kula chakula na kuweza kupelekea katika mazingira ambayo yanaweza yakaonekana dhahiri shaili kabisa kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho kinaongozwa na mwenyekiti Tundu Lissu, manake hata ikatokea kwamba yeye ameweza kupoteza maisha na kufariki dunia, manake kosa sio la serikali, kosa sio la CCM, na kosa hilo haliwezi kuingia kwenye lawama hata kwa viongozi wa kiserikali ndani ya awamu hii ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hapo nafikiri itakuwa ni maamuzi ya kwake mwenyewe. Kususa chakula hajaambiwa asuse, hajaambiwa wala kulazimishwa kwamba Tundu Lissu hatakiwi kula chakula, bali ni maamuzi aliyoweza kuyatoa na kuyajadili baina ya yeye pamoja na wakili wake msomi wakili Kibatala. So ni taarifa ambayo kila mmoja yuko attention sana na yuko stay tuned kwa ajili ya taarifa hii ambayo anaamini kabisa kwamba alichokiamua Tundu Lissu ni kuriski maisha yake. Tukiangalia hali yake, afya yake, umri wake na jinsi anavyojitahidi kupambania haki na kuriski maisha yake kwa ajili ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na kwa ajili ya kile alichokisimamia cha no reform no election, ambacho mpaka sasa hivi kimeonekana kuwa ni mwiba mkubwa, kwa sababu tayari hataki kuambilika, hataki kusikia. Anachokihitaji ni kwamba serikali iweze kurudi mezani na kuhakikisha kabisa kwamba kama ni swala katiba basi liweze kutengenezwa upya na kurekebisha, kama kuna nyongeza, kama kuna kutoa, basi iweze kujulikana. Lakini bila hivyo Tundu Antipas Mughwa Lissu yuko tayari kufa, yuko tayari kwa ajili ya kitu ama jambo lolote. So ni taarifa ambayo tuko nayo na tunaendelea kuwa nayo na kuhakikisha kabisa kwamba lolote linalotokea basi njoo na karibu nasi ndani ya channel Hatboy Media.